ili tuingie kwenye ibada ya meza ya Bwana. Meza ya nani? Meza ya nani? Ya Bwana. Tunataka watu muombe. Na wataka ushiriki watoto kuanzia miaka 15 kwenda mbele na wanashiriki meza ya nani? Ya Bwana. Baba pia shikamani kwa kufanya maombi kama tukaomba tena. Ndio maombi ya rehema baada ya kutandaa tunaomba mama mtume na mama nani? Mama right. Ingine tunaomba tena. Wakati kwa dakika 5 wakati muda unaendelea, muda kujitakasa. Pia hapa kwa damu ya Yesu Kristo na wakati sasa tunasubiria mkate ushuke. Na damu ya Yesu ishuke leo. Ili kwa mtu kushiriki. Kwa hiyo unaomba kama hautaomba tena, unaomba. Haleluya. Unaomba unamwambia Mungu fanya kitu kwenye maisha yangu, fanya kitu kwa watoto wangu, fanya kitu kwa mume wangu, fanya kitu kwa kazi yangu, fanya kitu na tusio mtakatifu. Haleluya. Na Mungu atafanya kitu. Sema ee Bwana Yesu. Sema kwa Mungu yako. Sema ee Bwana Yesu. Unaamka unatembea unaomba Mathayo Mtakatifu sura ya 26 ule mstari wa 26. Mathayo Mtakatifu sura ya 26 ule mstari wa 26. Hebu tamka ndani yao kabisa, hebu mwambie Baba anaposhiriki sio kawaida tu. Anasema kwamba nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, "Twaeni mle, huu ndio mwili wangu." Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, "Nyweni nyote katika hiki. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi." 29. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Na walipokwisha kuimba, wakatoka nje kwenda mlima wa Mzeituni. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Inajitakasa, inajipenda, na kila mamlaka ya giza haitafanikiwa, haitafanikiwa, haitafanikiwa. Baba, damu hii na mwili wa Kristo inaomba Roho Mtakatifu yakafanyika maajabu. Watu ambao walikuwa ni wagonjwa, watu wenye matatizo, watu ambao imani zao zimekufa, watu ambao imani zao zimetekwa, kupitia mwili wa Yesu Kristo, kupitia damu ya Yesu Kristo, inaomba huruma zako, inaomba rehema zako. Chakula hichi kikawe moto. Chakula hichi tutapata maelekezo, tumekisha kugaia, tunasubiriana wote. Baada hapo sasa tutashiriki pamoja kwa maagizo. Kwa ukija hapa una nani, lakini una nani, karibishe damu yake na sadaka tumaini sio. Alafu watu kuanzia miaka 15 kwenda juu unawataka au 12 ni kwa ajili ya ukombozi. Kwa hiyo tunataka kwenye kwa ajili ya utakaso, lakini tunataka kusaidia ukombozi. Wote tunashiriki mwili, lakini kuanzia 12 kwenda mbele tunashiriki nao. Inaomba watumishi waanze. Karibu cha tumaini sio. Unakula
Wakati umekamata hapo, hebu Bwana tusogee kwa mbele. Na kujiomba, usikae kimya tu zile kama kawaida. Usisi kama kawaida. Alafu na damu ya Yesu Kristo na mapio usogee iko samani. Mambo ya kwanza kuishi. Shalala. Alafu takili mali ya mitume ya kunashi. Sema damu ya Yesu. Unaomba huko unachukua, unaomba Baba katika jina la Yesu Kristo. Tunaachilia damu ya Yesu Kristo. Hii ni 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 damu ya Yesu Kristo. Kabomoe kila madhabahu, kabomoe kila nguvu, kabomoe kila ishara, ikabomoe kila maneno, kabomoe kila nguvu, kabomoe kila nguvu kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Hiyo damu ikanene mema. 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 Hiyo damu ikanene mema kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Ikaue kila nira, ikaue kila madhabahu ya kwenu, ikaue kila madhabahu, ikaue kila malengo ya kuzimu, ikaue kila malengo ya kichawi, ikaue kila nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Kilimani ya mitume. Sema damu ya Yesu. Sema damu ya Yesu. Sema tunakiri imani ya mitume. Sema namwamini Mungu Baba kwa sauti. Namwamini Mungu Baba. Mwenyezi. Muumba wa mbingu na nchi. Na Yesu Kristo, mwana wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka mahali pa wafu, siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu watu walio hai na wafu. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa la takatifu lililo moja tu, usharika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kiama ya mwili na uzima wa milele. Na walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate. Yesu alitoa mkate. Na walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, wakeni mdomoni wote, akawapa wanafunzi wake, akasema huu ndio mwili wangu. Akatoa kikombe, kila mtu akapata kikombe, sema damu ya Yesu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema nyweni nyote katika hiki. Karibu. Nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano mwagikao kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la nini? Sema Bwana Yesu, kupitia damu yako hii uliyomwaga msalabani kwa ajili yangu na kwa ajili ya familia yangu, Bwana Yesu, kila madhabahu ikaharibike. Hebu muombe Bwana, hebu inua kinywa chako, muombe Bwana kushukuru. Hii damu ikakaushe, hii damu ikale kila madhabahu, kila nguvu yoyote ile ndani yangu, iende kadhoofishe, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, tumekula mwili wako, Baba, tumeinywa damu yako. Tunaomba injili yetu iendelee, tunaomba injili yetu isonge mbele, tunaomba injili yetu iinuke, tunaomba ushuhudiaji wetu ukaendelee mbele Baba. Tunaomba uhai juu yetu, katika jina la Yesu.
Baba, ninakushukuru kwa sababu tumefanya tendo ambalo umetupa. Ninaomba ubariki watu hao waliokula na kuinywa damu yako. Tunaomba uzima ya kale yakafe, familia zetu zikasimame, familia zetu zikaimarike katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pige Bwana makofi na vigelegele. Karibuni vile vile kutuleta. Na iwe